الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Tumekutana tena katika kikao hiki cha darsa kwa ajili ya kuyazungumza baadhi ya yanayopatikana katika elimu ya sheria, elimu ya fikihi, na tulikizungumza masharti ya swala, sio? Tukasema yapo mangapi? 12. Miongoni mwa masharti ya swala tulifika kwenye sharti la pili ambalo ni taharatu bilwudhu'i walghusli, kujitwahirisha bilwudhu'i kwa kutawadha, walghusli na kwa kuoga. Kwa hili ni sharti la pili. Sharti la kwanza yalielezwa mengi ambayo kwamba ni miongoni mwayo ni kule kujitwahirisha mtu kutokamana na najisi, na akatoa maelekezo ya hizo najisi zenyewe, na akatoa maelekezo zinapokutana na maji au na kimiminika ambacho si maji, utaratibu wake ukoje. Huko tushamaliza. Sasa akaeleza pia tahara ya nini, yani taharatu bilwudhu'i walghusli, kujitwahirisha bilwudhu'i kwa kutawadha, walghusli na kwa kufanyaje, na kwa kuoga. Utaratibu wa kutawadha tukaueleza, tukasema una nguzo zake zile, tukaeleza ziko ngapi? 6. Basi tukaeleza zote, sawa? Tukaeleza zote na tukaeleza pia kinachobatilisha udhu ni kitu gani, tukaeleza baadhi, sawa? Na akasema wa amal ghuslu, ama kuoga sasa, fayajibu ala rajuli wal mar'a, ni lazima kwa mwanamume na kwa mwanamke, idha kharaja li ahadihima, yatakapotoka kwa mmoja wao katika hao watu wawili, maniyun, yakatoka manii, fi yakdhatin, hali ya kuwa yuko macho, au naumin, au amelala, walau katarata, ijapokuwa ni tone moja, atapaswa huyo mwanamke au mwanamume kufanyaje? Kuoga. Kwa nini? Kuoga lazima. Ulazima mwingine utakamfanya lazima alazimiwa kuoga, wa idha ulijatil hashafa, tukitakapoingizwa kichwa cha dhakari fi duburi, katika tupu ya nyuma, au kubuli, au tupu ya mbele, wa ilam yakhruju maniyo, hata kama hayakutoka manii, atapaswa kwenda kufanyaje? Kuoga. Kikizamishwa kichwa cha dhakari, sawa, kwenye tupu ya nyuma au tupu ya mbele, sawa, hata kama hayakutoka manii, basi hao watu wawili lazima wakafanyaje? Sawa. Wala wakantisha, na wala haikupatikana ile intishari, msisimko wenyewe wanasema. Wajibu ala almar'a, na ni wajibu ala almar'a kwa mwanamke, idhan qata haidhuha, itakapokatika hedhi yake, au nifasuha, au nifasi, au waladat, au akajifungua, walau alaka, ijapokuwa ni nini? Ijapokuwa ni pande la damu,
basi lazima akafanyaje? Lazima akaoge. Sasa furudhul ghusl, kwa sababu tulizungumza pia mtu lazima ajitwahirishe. Katika sharti la pili ni mtu ajitwahirishe kwa kutawadha au kwa kuoga. Sasa nguzo za kuoga ithnani ni hizi, ni mbili. Al-awalu, ya kwanza, niyatu taharati, ni nia ya kujitwahirisha lisalati, kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya swala. Au raf'il hadathi, au nia ya kuondosha nini? Hadathi al-akbaru, hadathi kubwa. Au nahawihima, au mfano wa matamko hayo ya nia ataleta bilkalbi, moyoni, ma awali juz'in yaghsiluhu min badanihi, pamoja na sehemu ya mwanzo anayoiosha katika mwili wake. Fama ile sehemu ambayo kwamba ghasala watakayoiosha kabla ya nia, la yasihun, au unaweza kusema fama kile kiungo ambacho, ama ile sehemu ambayo ya ghasala ameiosha kabla ya nini? Kabla ya nia. Kabla ya nini? Sawa. La yasihu, haiswihi, maana tahara ya hiyo sehemu haitoswihi. Fayajibu i'adatu, ni lazima sasa kwa nini? I'adatu ghasli, ni lazima sasa kurudia kuiosha ile sehemu. Kwa hiyo utaratibu, ile sehemu ya kama unaoga majosho haya, unaoga janaba, unaoga hedhi, unaoga nifasi, sehemu ya kwanza inayopatwa na maji ndo hapo uanze kutia nia. Hata kama ndo umeanzia miguuni, sawa, japo sunna ni kuanzia wapi? Kichwani. Alafu anakuja upande wa nini mara ngapi? 3. Huku mara ngapi? Hii ni sunna tu, lakini mtu anaweza hata akaanzia miguuni. Sawa? Safi tu. Sawa. Ninachokizungumza hapa ni nia. Nini? Nia iambatane na sehemu ya kwanza anayoyi nini? Kama kuna sehemu, yani kama ataanza kuosha, yani kama kuna sehemu ambapo kwamba ataiosha kabla hajatia nia, huyo anasema haiswihi hiyo sehemu aloifanyaje? Aloiosha, itabidi arudie kuiosha tena. Sawa sawa kwa hiyo unapoanza kuosha kama ni kichwani, basi sehemu ya kwanza inayoanza kupatwa na maji, na huku moyoni ndo paanze kufanyaje? Kutia nia ya kusema kama ni nawaitu rafal hadathil akbar, au nawaitu taharata lisalati, au nia zingine mnazojua. Sawa sawa wataleta hizo. Kwa hiyo fayajibu i'adatu ghaslihi, kutapasa, kutalazimu kurudia kupaosha baada ya nini? Baada ya nia. Sawa. Athani, nguzo ya pili ya kuoga, hii ilikuwa ni ya kwanza. Maana hapo tunazungumza kuoga majosho hayo. Utaratibu wa kwanza tumesemaje? Ni sehemu, ni nia. Ni nini? Ni nia, na akatoa maelekezo ya utiaji wa nia. Kwamba nia, wakati unatia nia, basi iambatane na sehemu ya kwanza unayoifanyaje? Unayoiosha. Ndivyo Kwa sababu amesema ma awali juz'in yaghsiluhu, pamoja na sehemu ya mwanzo ambayo anayoifanyaje? Anayoiosha. Athani, sasa nguzo ya pili, taamimu badanihi bilma'i, ni kueneza mwili wake kwa maji. Ni kueneza nini? Mwili wake kwa maji. Taamimu badanihi, ni kueneza mwili wake bilma'i, maji, albasharata wa shara, ngozi na nywele zote zipate maji. Ngozi na nini? Zote zipate maji. Wajibu,
na ni lazima ghaslu batni kathifi sha'r, kuosha ndani ya zile nywele ambazo ni nyingi. Kwenye kutawadha ndevu hizi zina nini, lakini kama ni kuoga, unaoga kwa ajili ya majosho, ukawa na nywele nyingi, sawa sawa, lazima zote zipate nini? Manake maji yafike mpaka kwenye mashina huko, ndo ndani ya nywele. Usio kafikiri ndani labda tunazungumza ndani vipi. Ndani tunaposema ndani manake maji yasije yakapata huku juu juu tu, si ndivyo yakaacha kufika kwenye mashina. Kwa hiyo uoshe pote. Sasa je, mimi nimesuka nywele au wewe umesuka nini? Yenyewe wanawake si mna tabia kufanyaje? Kuzisuka nywele. Sawa? Ya kufanyaje? Kusuka nywele zako ni nyingi kiasi ambacho ni nyingi, si ni nyingi au ni ndefu tuseme. Ndefu kaamua sasa uzisuke. Sawa? Sasa ukizisuka wakati ukipatwa na janaba au na hedhi wakati wa kwenda kuoga, wewe ndo tutakuuliza. Maji yanafika paka ndani ukiwa ukiziosha hivyo vozi zikiwa zimesukwa. Sawa, maji yatafika mpaka ndani. Kama jibu litaonekana hapana, kwa sababu zile nywele zote zinatakiwa zioshwe. Sawa Yaani kiasi ambacho ukija ukizifumua zile nywele, yaani mfano umetoka kuoga alafu pale pale ukaenda kuzifanyaje? Kuzifumua. Ikaonekana kuna baadhi ya sehemu hazina maji. Kwa hiyo itakulazimu uzifumue zile nywele alafu ndo ufanyaje? Uoshe zote. Sasa uoge kwa kuziosha pia nywele zote na mwili wote upate nini? Upate maji. Usiache sehemu yoyote ya nywele isipate nini? Maji, haitoswihi. Kifanye hivyo. Usije ukaenda kuoga kule na unajua kabisa mimi nywele zangu nilivozisuka, nikienda kuoga hivi kuna baadhi ya sehemu hazitapata nini? Maji. Basi kazifumue kwanza. Sawa na ili zipate maji kwa urahisi zaidi, ukishazifumua kwanza kazioshe ziloane zenyewe tu kwanza. Alafu sasa ukiingia kwenda kuoga kule, sawa maji yanakuwa yamefika kwa nini? Kwa wepesi. Maana zikiwa zimeloana hata ile maji yanakuwa, si ndivyo Tumeelewana hapo? Haya. Sasa wajibu, nisikilizeni kwa makini. Wajibu na lazima ghaslu ma, kuosha sehemu ambayo yarahu nadhir, anayoiona an-nadhir, mwenye kutizama, minal udhuni, katika sikio. Wakati unaoga josho hilo, ima ni janaba, hedhi, nifasi, sia, kwenye masikio lazima uoshe ile sehemu ambayo mtu akitizama hivi anaiona. Yaani ile sehemu ambayo kwamba mtu akitizama hivi anaifanya nini? Ile sehemu lazima ioshwe. Usije ukapita tu huko hivi. Yaani mtu akikuangalia hivi, kuna mwisho anaangalia mpaka mwisho ni wapi? Si ndivyo wewe ukinisogelea hapa nikiangalia sikio hivi, kuna sehemu naona. Basi ile sehemu ninayoishia kutizama, hiyo sehemu inayoonekana lazima afanyaje? Aioshe pote paka huko. Si tu ukaenda tu full mwe afu huko masikio hamna, uoshe paka na masikio. Sawa Wa maana ile sehemu ambayo yadhharu, inayoonekana, inayodhihiri, sawa, hala taghawuti, hali ya kukidhi haja kubwa, min duburi, katika tupu ya nyuma, wa tabakatihi, na zile sehemu za tabaka zake, yani zile sehemu za makunjamano. Sikiliza kwa makini. Unapooga, sawa, unapofanyaje? Oga majosho haya, sawa So kuoga hii kujisafisha, kama unaoga majosho, yani unaoga janaba, unaoga nini? Na nini? Na nifasi. Ukiwa unaoga haya, basi unatakiwa uoshe na ile sehemu inayoonekana mtu akishakuwa anakidhi haja kubwa. Yani ile sehemu ya haja kubwa akiwa huwa inakuwa tofauti na akisimama. Kwa hiyo kuna muda akichuchumaa anapokidhi haja, sawa,
na ndo ambayo ile kuna sehemu wale hapo nyuma alikuja akasema yurhi dubrahu, alegeze tupu yake ya nyuma, hata yaghsila ma fi tabakati, ili aoshe zile sehemu ambazo. Kwa hiyo hata kwenye kunini, hata kwenye kufanyaje, kwenye kuoga, sawa uchuchumae, alafu ulegeze tupu yako ya nyuma. Si tuko darasani hapa? Ulegeze nini? Tupu yako ya nyuma, sawa, ili ile mikunjamano ijiachie, uoshe zile sehemu. Ni lazima. Usikilize wewe ana ni nini? Usije ukawa tu unaoga aliyekuwa umesimama hivi moja kwa moja, halitoto. Yaani mpaka uchuchumae, uoshe hizo sehemu unazoelekezwa. Kwa hiyo kuoga tu aliyekuwa mtu amesimama moja kwa moja hakutoshi. Uchuchumae, uoshe kwenye tupu yako ya nyuma zile sehemu ambazo huwa zinadhihiri, zinaonekana wakati mtu anapokuwa anakidhi haja kubwa. Sawa sawa Haya. Wama, na ile sehemu ambayo kwamba yadhharu, inayoonekana, min farjil mar'a, katika tupu ya mwanamke, idha jalasat, atakapokaa, ala kadamaiha, atakapokuwa amekalia nyayo zake. Atakapokuwa amekalia nini? Mwanamke sasa hapa, hii ya huku kwenye tupu ya nyuma ilikuwa ni wote na wanaume, sawa sawa sasa upande wa wanawake, angalizo, aoshe na ile sehemu akiwa amechuchumaa, ima awe anakidhi haja ndogo au hakidhi, yeye mwenyewe anajua. Huwa akisimama wima hivi, sawa, na akichuchumaa, yani akichuchumaa kuna sehemu ambayo kwamba inayoonekana tofauti na akisimama wima. Maana kuna sehemu ambayo kwamba inayojiachia kidogo, si ndivyo akichuchumaa, sawa. Kwa hiyo sehemu lazima aioshe akiwa anafanyaje, anaoga hayo majosho. Kwa hiyo achuchumae mwanamke, uoshe sehemu zako hizo zote, sawa. Manake sasa italazimika uchuchumae hivyo hivyo, alafu ndo uoshe. Usioshe aliyekuwa umefanyaje, umesimama. Uchuchumae afu unaosha, sawa unakuja pia kwenye tupu ya nyuma hivyo hivyo, unaosha sehemu zote. Tumefahamiana hapo ndo inatakikana hapo, sawa Asema wabatu ni kulfa, na ndani ya zunga. Mimi sijui Kiswahili kingine sawa size zunga sawa nini zunga hivyo, si ndivyo man la mtu ambaye lam yukhtan, hakufanyiwa khitani, yani hajatairiwa. Vijana, sawa vijana wale ambao hawaja, wengine wanasema hajaenda suna, wengine wanasema anaenda, sio. Sasa aoshe ile boshori yake ile. Vijana ambao hawajaenda huko, sawa si huwa anakuwa na kaboshori, sawa anakuwa na nini, na boshori. Sasa kale kaboshori unaambiwa lazima aoshe ndani yake. Maana yake afunue kale kaboshori, aoshe ndani kule, si ndivyo aoshe nini ndani kule, sawa wama taha, na ile sehemu ambayo kwamba iko chini yake, sawa sawa maana yake na ile sehemu iliyofunikwa na hicho kiboshori. Hapo tumekata ukali wa mwingine anasema, sawa kiboshori. Nadhani mnanielewa. Upande wa wanaume wale ambao sawa aoshe kile kiboshori, atoe, aoshe mle ndani, yani aoshe juu na ndani, na ile sehemu ambayo iko chini, sawa manake ile sehemu ambayo imefunikwa pia na hako kaboshori yako. Alafu fayajibu, ni wajibu sasa, yaji almau, yapite maji, bitabihi, kwa tabia yake. Maana wakati anaoga sasa maji yatembee kwenye mwili, asije akawa anaoga anajipaka maji, yani unachukua maji unajipaka, maji yatembee, ndio utaratibu, sawa
ala kulli dhalika, juu ya kila hizo hatua anazokueleza. Manake ala kulli dhalika kama ni kwenye kila anapooga, labda ni janaba, anapooga nifasi, basi utaratibu ni maji yafanyaje, yatembee mwilini, asije akawa anayafanyaje, anajipaka tu. Hiyo haifai. Sawa. Ashartu thalithu, sasa sharti la tatu. Sharti la nini? Sharti la nini kama mnakumbuka? Sharti la nini? La swala, masharti 10 na ngapi? Hili la ngapi? Tuko tumeanza kuzungumza hapa, tuko kwenye sharti la tatu. Sawa? Dukhulul waqti ni kuingia kwa wakati. Wa huwa, na huko kuingia kwa wakati, zawalu shamsi ni kupinduka nini? Jua lidhuri, kwa ajili ya swala ya dhuhuri. Paka jua lifanyaje? Lipinduke. Kupinduka sio lianguke huko, kupinduka yani sawa Ubulughu dhilli, na kufikiria kimvuli, kulli shay'in, cha kila kitu, mithlahu, mfano wake. Kufikiria kila kimvuli cha kila kitu nini? Mfano wake, yani mfano wa hicho kitu. Sawa Mfano wewe ukisimama ukipimwa utakutwa una sentimita ngapi? Labda kadhaa, si ndivyo Na kimvuli kile kifike pia nini? Sentimita za ulivo wewe, sio? Zaidan, hali ya kuzidi, ala dhilil istiwai, zaidi ya kile kimvuli cha mchana kati. Tunapozungumza kimvuli cha mchana kati, kina maelezo kidogo. Sawa Kwa sababu ili jua kuna muda linakuwa liko hapa katikati, si ndivyo Sawa kuna muda linaenda pembeni. Sawa Sasa kuna muda jua likiwa hapa lipo katikati, sawa ila likiwa pembeni kidogo, sawa ule muda linafanyaje? Linaenda kule, manake kimvuli sikinaanza. Sawa kuna yani likichomoza huku jua, tunatafuta kimvuli cha istiwai. Likichomoza jua huku, kuna kimvuli kirefu huko, si ndivyo Alafu kinapungua mpaka baadaye jua likifika hapa, kuna muda kinaisha kabisa. Jua likipinduka, likianza safari ya kwenda huku, ndo kanaanza tena kupatikana Sasa kuna muda kimvuli cha istiwa, yani jua liko katikati, ile liko upande wa pembeni kidogo, lakini ndo liko katikati, si ndivyo Sasa jua likiwa hapo, kuna muda likiwa hapo kimvuli hakimaliziki, yani si ule muda wakati nimechomoza huko. Sikulikuwa na kimvuli kirefu, kinapungua. Jua likifika hapa katikati, hakiishi moja kwa moja. Hakiishi, yani kuna kimvuli ambacho kinabaki. Sawa kuna kimvuli ambacho kinafanyaje? Kinabaki. Mfano, unaona Ebu peni biki. Inaonekana ngoja. Kimvuli mnakiona? Sawa Sasa hapa jua liko wapi? Katikati. Sasa likichomoza huku jua, sawa likinini? Likichomoza huku jua, likiwa linaenda. Unaona kivuli kinavyoisha, kinakuja kumalizika kabisa moja kwa moja, si ndivyo Ila jua likiwa pembeni kidogo, yani likiwa limechomoza lakini liko upande wa nini? Wa pembeni. Si limetoka huku jua, linaenda. Unaona, likifika hapa katikati, upande wa huku bado kuna nini? Kuna kimvuli ambacho yani kilivyokuwa kinapungua kinakuja, kilivofika hapa hakikuisha, kwa kuwa jua liko pembeni kidogo. Lipo katikati lakini liko upande wa nini? Wa pembeni. Kwa hiyo kuna kimvuli ambacho kimo huku, si ndivyo? Hakiwezi kuisha, tofauti na jua likiwa katikati kabisa,
kuna muda kimvuli kinaisha kabisa, lakini likiwa pembeni kidogo, likifika hapa katikati kimvuli hakinini? Hakiishi. Kwa hiyo kwa kuwa hakiishi kile kimvuli, likishafika mchana kati kipime kile kimvuli. Kina sentimita ngapi? Sawa sawa. Sasa ukishapima ukakuta ni sentimita kadhaa. Ukakuta sentimita kadhaa. Sawa sawa. Tunaelewana bwana? Umeelewa hapa nilivyoenda? Ukakuta ile ni sentimita. Sasa zile zitunze zile sentimita. Zifanyaje? Zitunze. Ukisha zitunza, ndo hapa anasema hivi, narudia maelezo, wabulughu dhilli, na kufikiria kimvuli, kulli shay'in, cha kila kitu, mithlahu, nini? Mfano wake. Zaida, na hali ya kuzidi, ala dhilli listiwai, zaidi ya kile kimvuli cha nini? Cha mchana kati. Kwa hiyo kwa kuwa tulisema jua lilipokuwa limefika mchana kati, si ndivyo Sikuna kimvuli, jua liko pembeni, lilipofika mchana kati, si ndivyo Kimvuli hakikuisha tu, kilibaki, si ndivyo Yaani kilianza kuzunguka, si ndivyo Kuhamia upande wa nini? Kwa kuwa jua linapigia upande wa pembeni kidogo, si ndivyo Tukasema kile kimvuli, chukua zile ujue ni kina urefu kiasi gani. Ukishachukua, si ndivyo Ukishafanyaje? Ukishachukua, ili ujue la asiri imeingia. Ili ujue la asiri imeingia. Kama wewe kimvuli chako kinaweza kikachukua labda sentimita ngapi? Yaani wewe mwenyewe urefu wako 20 ngapi? Tuchukue labda 25. Si ndivyo kwa sababu dhiraa moja mpaka hapa inachukua sentimita 50. Sasa tuchukue labda 25. Tunatolea mfano, sio ndo hakika, si Nikijipima mimi sentimita ngapi? 25. Kile kimvuli ambacho ninachokipima, ambacho sawa, jua sinaenda hivi maki kimehamia kimvuli, si hichi kimvuli ninachokipima na chenyewe kiwa na nini? Sawa sentimita 25. Sasa wakati unajipima wewe, ukaanzia hapo ulipo kupima kimvuli, utoe sentimita za kile kimvuli kilikuwa cha mchana kati. Maana yake utoe zile sentimita za kile kimvuli ambacho ulikuwa umekipima mwanzoni, wakati jua limefika wapi? Mchana kati. Yaani ule muda wakati jua limefika mchana kati, si tunasema kuna kakimvuli kalikuwepo? Kama jua liko upande wa nini? Wa pembeni. Kale kakimvuli, sawa unatakiwa upime urefu wake, utunze. Ule muda wakati kimvuli kimerefuka, si ndivyo jua linaenda, ili utake ujue kwamba la asiri ishaingia, si ndivyo Unachotakiwa kukifanya, manake tukasema kimvuli kiwe mfano wa wewe, si ndivyo Tukasema wewe urefu wako sentimita ngapi? Mfano 25. Kwa hiyo kipima 25 kutoka hapa mguuni kwenda kule 20 ngapi? 25. Ujue bado kidogo, kwa sababu yani nitakiwa kiongezeke tena hicho kimvuli. Kwa nini kiongezeke? Kwa sababu kuna kila ambacho ni cha ziada. Sawa sawa kinaitwa ni dhilli listiwai. Kinaitwa hapa ni kidogo, yani mpaka uje uelewe, huwa panaweza pakachukua muda mrefu sana. Sawa sawa Kwa hiyo hicho ndo ukitoe, alafu upime kimvuli cha kinachokutosha wewe au cha kila kitu, lakini utoe kile kimvuli cha nini? Cha mchana kati, lilasiri, kwa ajili ya nini? Ya alasiri. Wa ghurubu shamsi, na kuzama kwa jua, lilmagharibi, ni kwa ajili ya nini? Magharibi. Wa ghurubu shafaq al-ahmar, na kuzama kwa mawingu mekundu, lilishai, ni kwa ajili ya nini? Wa tulul fajri sadiq, na kuchomoza kwa alfajiri ya kweli, kuchimbuka, kuchomoza kwa alfajiri ya nini? Ya kweli, sawa almuhtadh, ambayo huwa unatanda dhauhu, mwanga wake, januba, upande wa kusini, wa shamal, na upande wa kaskazini. Kusini iko wapi? Kusini ni wapi? Mashariki ni wapi? Huku. Magharibi? Kaskazini ni wapi? Kaskazini ni huku na huku. Kusini ni huku. Basi utaangalia ule upande wa mashariki, ule
eneo linakotokea jua, si ndivyo Kuna mwanga huwa unachomoza ule, pakiwa hapana mawingu, kuna ule mwanga unaonekana ambao yani sio kale kama mwanga umechomoza ya ule ambao umeenea mpaka yani kutoka kaskazini mpaka kuna mwanga ule ambao baada ya ule mwanga unafuatiwa na umanjano manjano, alafu unafuatiwa na mwekundu, jua lina umeelewa? Yani kuna mwanga wa hivi una mweupe, si ndivyo Alafu baada ya hapo ukitoka huo unatoka inakuja njano njano hivi. Alafu ukitoka huo inakuja mwekundu, alafu ndo alfajiri ya kweli ukiona hali hiyo. Sawa sawa Ndo alfajiri. Kwa hiyo ukitaka wewe angalia tu huko pakoje yenyewe hiyo. Sawa Sawa washwali alfajiri kwa ajili ya swala alfajiri. Fatajibu salatu, ni lazima kuswali fi hadhihi alawqat, katika hizi nyakati. Sawa. Watakdimuha, na mtu kuswali akatanguliza alaiha, kabla ya hizi nyakati ulizoelezwa. Watakdimuha, na kutanguliza kuswali alaiha kabla ya nini? Kabla ya hizi nyakati ulizoelezwa. Sawa alafu wataakhiru, na kuchelewa kuswali anha, ukaepukana na hizo na huo muda. Manake muda ukawa umefika, wewe hukusali mpaka muda ukaisha. Anasema min akbaril maasi, ni katika madhambi makubwa mno. So ni katika madhambi makubwa, yani ni katika madhambi, yani hakuna kitu ambacho huwa hutakiwi kukiacha, ni ule muda wa swala unapofika alafu usiswali. Sawa sawa. Utaratibu wa kuswali mwanzoni mwa wakati ni kule kuzipata tu fadhila za kusali mwanzo wa nini? Lakini kinachotakikana ni mtu ule wakati usije ukamaliza. Mfano wakati wa dhuhuri mpaka ije ifike alasiri mtu hajaswali. Hajaswali. Sawa sawa iko sheria ya mtu ambaye yeye sawa muda unapofika wa kuswali na hana dharura. Sawa sawa Tunaposema hana dharura, upande wa wanaume, labda awe kichaa. Sasa kwa sababu mwanamke yeye dharura yake ni akiwa na hedhi na nifasi. Haya mwanamume yeye ana nini? Labda awe kichaa, ndo kichaa huwa haruhusiwi swala, si lazima, wala hata kiswali haiswi, sio? Lakini mwanamume ni lazima swali. Na sheria inasema mtu anapoacha kuswali huo muda mpaka ukamalizika. Mfano kwenye swala ya subuhi akachelewa, mwisho wa swala ya subuhi sijua kuchomoza. Sawa Sasa mtu akachelewa kuswali muda huo mpaka jua sheria inasema anatakiwa auawe, akatwe shingo. Sawa akatwe shingo. Akatwe shingo tu. Sawa sawa japo Imam Shafi anasema ataanza kuulizwa, wewe ulivyoacha kuswali hii swala ni kwenye moyo wako unaamini kwamba ni lazima? Ndio. Kwa hiyo bwana swali hiyo swala. Mara ya kwanza swali bwana, mara ya pili, mara ya tatu kama hajaswali Imam Shafi anasema anatakiwa akatwe shingo na aswaliwe na aoshwe na aswaliwe na akazikwe katika makaburi, wayudfanu fi makabiril muslimin, na akazikwe katika makaburi ya Uislamu, si ndivyo Lakini kama yeye kwenye moyo wake sawa yani mazingira yako kama mawili hivi, kama tatu. Kuna mtu ameiacha swala lakini kwenye moyo wake anaona kwamba ni lazima. Ila tu ameacha kwa sababu ya uvivu, kasala, na kwa ajili ya uvivu, si ndivyo utasikia mtu bwana usali bwana, nitasali bwana, nitasali. Huyu sheria inasema muda unapoisha anatakiwa auawe. Sawa Manake auawe na ataoshwa na ataswaliwa na ataenda kuzikwa katika makaburi. Huyu bado ni Muislamu huyu, si ndivyo kwa sababu kwenye moyo wake bado anaitakidi kwamba swala ni lazima, ila tu kuna sawa Lakini yule ambaye kwamba yeye haswali lakini kwenye moyo wake anaona swala labda ni programu fulani tu watu waliweka ya mazoezi, sawa au labda anaambiwa bwana funga bwana, akaona kufunga bwana mimi sio lazima,
ni wabana bajeti. Sawa wanaofunga ni wale wabana bajeti, sawa, kwa ajili ya matumizi yale. Kwa hiyo hii sio lazima. Sasa huyo kwenye upande wa swala sheria inasema anatakiwa kama kwenye moyo wake kwamba anaona si lazima, kwa hiyo anatakiwa auawe na hatooshwa, hatoswaliwa na hatozikwa katika makaburi, lakini auawe kwa sababu ameacha swala. Sawa. Yule wa kwanza kwamba kwenye moyo wake yeye anaamini kwamba swala ni lazima lakini tasali, huyu sheria inasema auawe, yuktalu hadda, atauawa haddan. Sawa hii hadda maana yake ni kuzuiwa, yani ni kwa ajili ya kuzuiwa ili kosa lisije likajiendeleza la hili la kuacha swala. Kwa hiyo utaratibu wake ni kuuawa, ataswaliwa, ataoshwa na ataenda kuzikwa katika makaburi ya nini? Haya, maiti ngapi zinatembea ambazo ilikuwa pengine sasa hivi ziuawe? Sasa hivi si saa 7 alfajiri hazikuswali, ilikuwa ziuawe na zilikuwa zinatembea tu. Sawa ilikuwa uawe wewe kwa sababu hukusali alfajiri, ilikuwa uawe kwa sababu adhuhuri na sasa na alasiri hukusali, hukuuawa. Vipi? Maiti ngapi zinatembea? Si ni nyingi hapa zipo au hapa zipo? Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.